leo tunapoadhimisha sherehe hii, hatuna budi kumshukuru Mungu kwa kutupatia uhai. Na wengine hasa watu wa Moshi wanasema tumechaguliwa kuiadhimisha Noeli ya mwaka huu. Tuombe hata tuweze kumaliza mwaka vizuri. Kama tulivyosikia kwenye somo la kwanza linalotoka katika kitabu au lililotoka katika kitabu cha nabii Isaya, huyu nabii anatualika akisema, pigeni kelele za furaha, imbeni pamoja, enyi mahali pa Yerusalemu palipokuwa ukiwa, kwa kuwa Bwana amewafariji watu wake, ameuokoa Yerusalemu. Wapendwa, inabidi tumshukuru Mungu kwa kupiga kelele za shangwe, kwa maana Bwana amejifanya Mungu mtu ili atukomboe katika udhaifu wetu. Na ndiyo maana yeye katika maandiko matakatifu anatuambia, njoni nyote msumbukao nami nitawapumzisha. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Mathayo sura ya 11 aya ya 28. Hivyo huyu mtoto aliyezaliwa anatualika tulete mizigo yetu kwake, mizigo ambayo inatuelemea. Tunaelemewa labda na tamaa za roho na za mwili, tunayo mahangaiko ya kila aina, magonjwa ya kila aina, udhaifu wa kila aina, vilema vingi, kwa sababu kama wanavyosema wataalamu wa filosofia wanasema kwamba to err is human, yaani kufanya makosa ndio ubinadamu wetu. Hivyo tulete vilema vyetu kwake, kama vile uzembe, chuki, hasira, gomvi, mafarakano na mahangaiko mbalimbali. Huyu mtoto aliyezaliwa pia anatuambia katika somo la pili kupitia kwa Mtakatifu Paulo kwa Tito, anasema yeye kwa kuwa ni mng'ao wa utukufu, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, na chapa ya nafsi yake, chapa ya Mungu, akavichukua vyote kwa amri ya uweza wake, na akisha kufanya utakaso wa dhambi aliketi mkono wa kuume wa ukuu huko juu. Yeye akisha kuchukua dhambi, kama tunavyofahamu, wakati wa Pasaka yeye aliteswa, akafa, akazikwa, akafufuka na akatukomboa katika mauti ya milele au dhambi ya milele. Huyo ambaye amefanya hayo kwa ajili ya kutukomboa sisi wanadamu ndiye huyo ambaye amezaliwa siku ya leo, usiku wa kuamkia leo, anatuletea baraka mbalimbali na neema ziweze kutuimarisha katika maisha yetu ya Ukristo na kutuosha dhambi zetu. Wapendwa katika Kristo, tumesikia katika Injili ya leo kuwa mtoto aliyezaliwa ni neno lililokuwepo hapo mwanzo pamoja na Mungu. Kwa hiyo hakuumbwa, yeye amekuwepo milele, kama tulivyosikia katika hilo somo la kwanza katika Injili inayotoka katika sura ya kwanza ya mwinjili Yohane sura ya kwanza aya ya kwanza na kuendelea. Tunaambiwa huyo ambaye
amezaliwa, ambaye alikuwa na Mungu, ilikuwa ni nuru halisi, na amtiaye nuru kila mtu akija katika ulimwengu. Haya, anapokuja ulimwenguni, alivyokuja hivi alivyozaliwa, anamtia nuru kila mmoja. Lakini la kushangaza, alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali waliompokea akawapa uwezo wa kuwafanya watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake, na waliozaliwa kwa Mungu kwa njia ya ubatizo. Na sisi sote tumo humo, tumemwamini Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia ya ubatizo. Kwa hiyo sisi walio wengi tumempokea Bwana wetu Yesu Kristo. Tunasikia alikuja, lakini walio wake hawakumpokea. Kama tunavyosoma katika maandiko matakatifu, wale ambao hawakumpokea wakati huo, wengi walikuwa Mafarisayo, waandishi wa maandiko ya Kiyahudi na wakuu wa makuhani. Lakini wale ambao walijulikana kwamba walikuwa wadhambi ndio waliompokea, hasa makahaba na watoza ushuru. Kwa ufupi, wale wadhambi ndio waliompokea. Hawa wote ambao wakumpokea waliwekwa vikwazo kwa Kristo na ujumbe wake usipokelewe. Mfano, Mafarisayo na waandishi walitafsiri maandiko ili wajinufaishe wao wenyewe. Walitafsiri maandiko kwa maslahi yao binafsi na vikundi vyao. Wapendwa, hata wakati wetu huenda wapo miongoni mwetu wale ambao wanatafsiri maandiko matakatifu kwa ajili ya faida yao, kwa ajili ya maslahi yao. Kwa mfano, baadhi ya makanisa yanayochipuka ulimwenguni utakuta yanatafsiri neno la Mungu kwa ajili ya maslahi yao binafsi, kwa ajili ya kutaka mafanikio yao binafsi. Tunasikia makanisa mengi haya yanayokuja, nikuja kugundua karibu wa Afrika nzima, tunapokutana na maaskofu kutoka sehemu mbalimbali, wanazungumzia juu ya makanisa haya hasa ya Kipentekoste yanayoanzishwa sehemu mbalimbali, na baadhi ya waanzishaji wanatoka kanisa Katoliki. Wao wanatangaza injili ya mafanikio, utajiri tu na kutenda miujiza, kitu ambacho kanisa Katoliki imekiishi nyakati fulani. Tangia karne za mwanzoni walikuwepo vikundi hivyo, lakini vikundi hivyo havikufanikiwa. Vinadanganya kwa muda watu, lakini mwishoni watu wakinapofariki hivyo vikundi vinapotea. Mnakumbuka mama mmoja alikuwa anaitwa Gertrude wa Katare, ambaye alikuwa na kanisa. Sijui kama kanisa hilo alilokuwa nalo linaendelea, labda tufanye utafiti. Na wakati fulani alikuwa anawadanganya watu, anawaambia kwamba wale wasichana wasiokuwa na wachumba waje hapa. Watu wakamiminika kwa sababu ya kuwa na mahangaiko ya kupata wachumba, na vijana waliokuwa wamekaa benchi walipoona kimbia kwamba watapata wachumba, mapochi yale ambayo yalikuwa yamejaa mapesa wakasanzuka nayo. Kwa hiyo ndugu zangu, mnaona watu wanatafuta dini za miujiza, na sisi tujiulize siku ya leo, ni miongoni
mwa hao Mafarisayo mamboleo wanaotafuta dini ya miujiza. Siku ya Jumapili tunakuwa kanisani, lakini wakati mwingine tunakuwa mtaani. Je, sisi ni miongoni tunao dini kwa ajili ya kujinufaisha wenyewe na maslahi yetu binafsi? Huenda hata dini na maandiko yake tunatafsiri ili yatusaidie. Je, ni sisi tunaokuwa Jumapili wa Kristo na tukienda nje tunavunja amri za Mungu kama vile kuiba, uasherati, kudhulumu, ujanja na udanganyifu wa kila aina? Ndugu zangu, tujiulize, je, wale wanaofilisi mashirika na taasisi za umma au za watu binafsi, je, wapo miongoni mwetu? Hao ni sisi wenyewe au ni watu wa madhehebu mengine? Tunaposherekea sherehe hii ya kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo, walio wake waliompokea aliwafanya watoto wa Mungu. Je, sisi tumeendelea kusema ndiyo na kumpokea Bwana wetu Yesu Kristo au hapana? Tujiulize. Wapendwa, leo tunasherekea umwilisho. Hii huwa inaitwa sherehe ya familia kwa sababu Kristo ameingia ndani ya familia ya kibinadamu, ameingia ndani ya familia zetu, amechukua mwili akawa mwanadamu. Na ndiyo maana tunashuhudia watu kutoka sehemu mbalimbali wanakuja kuunganika na familia zao ili washerekee sherehe hii ya kuzaliwa Bwana. Na sio hapa tu. Juzi nilikuwa Italia na Ujerumani, nimeona watu wakijipanga, hata na tiketi za ndege zilikuwa hazipatikani. Watu wanaenda kusherekea na familia zao. Hii ni sherehe ya kifamilia. Kwa hiyo tunawaomba mkae pamoja nyumbani, msherekee sherehe hii, na iwe sherehe ya kuwaletea umoja, iwe sherehe ya kuwaunganisha, iwe sherehe ya kuondoa labda vikwazo vya kumpokea Kristo, kuondoa hata na kuta ambazo zimejengeka. Huenda wengine hawafurahi kukaa pamoja, huenda wengine wana ugomvi ndugu na ndugu, huenda wengine wana mambo ambayo hayapendezi kama Wakristo. Na sisi kama familia moja ya Kitanzania tumeona tulivyojeruhiwa tarehe 29. Inabidi tukae pamoja kama familia moja, tufanye maridhiano, tuwe tayari kukubaliana katika ukweli, tuondoe ujanja au wanaharakati ambao hautatusaidia. Vizazi vijavyo vinaweza vikauliza, je, hawa waliweza kupita namna gani? Nililiongelea sana usiku, nisingependa kuliongea tena, ila ninawaomba tukae kwa pamoja kama familia ya Watanzania, tuweze kuponya majeraha na tujiombee na kuwaombea viongozi wetu walione hili, sio kuacha kusema kwamba litaisha hivi hivi. Linahitaji akili
ambaye haina ujanja na kukubali ukweli. Tumuombe Mwenyezi Mungu atusaidie kuweza kuyashughulikia hayo kwa busara za kimungu na kuona tunakwendaje mbele. Mwenyezi Mungu ndiye anaweza akabadilisha yote yale yaliyo mabovu akayaweka vizuri. Na ndiyo maana tunawaomba Wakristo wote wa jimbo letu, hata na majimbo mengine, tuendelee kusali kuombea amani, na hasa pale mwishoni mwa misa takatifu, hata na kule nyumbani tunasali. Tumeweka sala ya Baba yetu uliye mbinguni, Salamu Maria na atukuzwe Baba, ambazo sio sala ambazo zinahitaji nguvu nyingi kuzisali, lakini tukizisali kwa uaminifu, Mwenyezi Mungu ataendelea kutujalia hiyo fadhila ya haki na amani ambavyo tunavitamani katika nchi yetu ili viweze kurudi. Wapendwa katika Kristo, Bwana wetu Yesu Kristo anaendelea kutuambia kwamba kama tulivyokwisha sema, bali wote waliompokea akawapa uwezo wa kuwafanya watoto wa Mungu, ndiyo wale waaminio jina lake na waliozaliwa kwa Mungu kwa njia ya ubatizo. Mbele yetu tunao watoto wa Mungu, mafrateli wawili ambao siku ya Jumapili watapewa daraja ya ushemasi. Hii ni kwa sababu wamempokea Kristo. Sasa naye anataka awafanye siku za karibuni watumishi wa altari, yaani mashemasi. Kwa hiyo siku ya leo wataweka kiapo cha useja, ikiwa ni njia ya kuelekea kupewa daraja ya ushemasi. Wapendwa mafrateli, leo mtaweka kiapo cha useja. Kiapo cha useja ni nidhamu iliyowekwa na Kanisa Katoliki tangu mapokeo ya zamani, ambayo kwayo inamtaka yule atakayepewa daraja ya ushemasi na baadaye upadre aweke kiapo cha useja. Kiapo cha useja kinamwezesha mpokea daraja ya ushemasi au padre ajikatalie matendo halali ya ndoa kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Haulazimishi, unajikatalia wewe mwenyewe kwa kutumia utashi wako kwamba mimi napenda kumtumikia Mungu kwa njia hii. Hakuna anayelazimisha. Barua ya Baba Mtakatifu Paulo wa Sita ambaye alitoa mwaka 1967, Celibacy of the Priests au useja kwa mapadre, namba 14, anasema sheria ya kiapo cha useja inamsaidia mpokeaji wa daraja takatifu afanye uchaguzi wa pekee wa mapendo kwa Kristo. Maisha ya useja yanamsaidia mhudumu kujitoa yeye mwenyewe kweli kweli kwa ajili ya huduma ya kumwabudu Mungu na kulihudumia kanisa. Ili mtu aweze kukubali kiapo hiki, anatakiwa awe na moyo wa imani, na imani kwamba mmejichunguza na kwa imani mko mbele hapa. Inabidi ujitoe kwa ukarimu na uwe tayari kupokea kiapo hiki kama karama ya Mungu. Huyu mtu anayejitoa kama mafrateli wetu atakavyojitoa, anamfuata Kristo ambaye katika maisha yake yote alibakia mseja, akitekeleza au akitumikia utume kwa Mungu na watu. Kwa hiyo mnamfuata
Bwana wetu Yesu Kristo kwa miaka aliyoishi duniani 37 hakuoa. Bwana wetu Yesu Kristo pia aliwaahidi zaidi wale wanaomfuata kama tunavyosikia. Kweli nawaambieni, mtu yeyote aliyeacha nyumba au mke au kaka au wazazi au watoto kwa ajili ya ufalme wa Mungu atapokea mengi zaidi wakati huu wa sasa na uhai wa milele wakati ujao. Hayo tunayasoma kutoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya 29 aya ya 30. Na kuna wimbo mmoja ambao nilipofika seminarini mwaka 1982 wakati baadhi yenu hamjazaliwa, waliniimbia inywe abasi gireo byonani mwija kwikalire bitebe kura mulenganda. Kwa hiyo hao walioacha yote wakamfuata Bwana wetu Yesu Kristo, mtakuwa mnawekeza huko juu mbinguni, na kwa kuweka kiapo hiki mnawekeza huko mbinguni. Kwa hiyo nyie vijana muwe tayari kulisimamia hilo maishani mwenu, katika maisha yenu yote. Na pia Kristo mwenyewe alimwambia yule kijana mmoja aliyemuuliza afanye nini ili aurithi uzima wa milele. Kati ya majibu aliyompatia alimwambia, wewe kijana, baada ya kumwambia kwamba ninafanya hili nafanya hili, akasema, umepungukiwa na kitu kimoja. Nenda ukauze kila kitu ulicho nacho, wape maskini hizo fedha, nawe utakuwa na hazina mbinguni, kisha unifuate. Kwa hiyo nyie mnapoweka kiapo cha useja au mapadre wanapoweka kiapo cha useja, wanauza vyote na kumfuata Kristo. Kine watasema mbona wengine wanashindwa? Hiyo inatokana na kwamba kama Mtakatifu Paulo anavyotuambia kwa Wakorinto, treasure in clay, yaani amebeba hazina katika vyombo vya nini? Vya udongo. Amebeba hazina katika vyombo vya udongo. Wapendwa, kama ulikuwa unawategemea hawa mashemasi, nina alikuwa anaangalia labda huyu ndiye atakuwa mwenzi wa maisha. Sasa unaweka kiapo cha useja, na usije kuwasumbua kujipitishani na nini, usije kufanya nini, kuwasumbua. Wenyewe wanajifunga siku ya leo kuwa tayari kumtumikia Mwenyezi Mungu. Mwingine anapoona uwezo wa frateli alionao, kile alionao, kama mtu mmoja alivyoniambia kabla ya kuwa padri, anasema sasa akili zote hizo naenda kuweka kanisani huko. Nikamwambia sasa Mwenyezi Mungu ndiye anatoa akili, kwa hiyo akili hizo lazima nizipeleke kumtumikia Mwenyezi Mungu. Na washukuru nyie vijana kwa kujitoa, na kujitoa kwenu muwe ni kujitoa kikweli kweli, sije baadaye umeshaenda mbele, baadaye unarudi nyuma. Jumuiya ya Wakristo na sisi viongozi wenu kama askofu, vika general na wale waandamizi wetu watakushangaa utakaposhindwa kuishi maisha hayo. Na jumuiya ya Wakristo wote, hata wale ambao wanakuwa wanaangalia anajiuliza kwamba huyu kweli ni padre au ni atofautiani na kuishi maisha
sisi tunayofanya nini, tunayoishi. Jitahidini kujitoa sadaka kweli kweli. Hili linahitaji kujitoa sadaka kweli kweli, na mara kwa mara kukesha, kusali ndio kitu kikubwa. Imani, kusali mara kwa mara, kwa sababu shetani aendi likizo. Yeye anazunguka kama simba angurumai. Kwa hiyo unahitaji kusali mara kwa mara, kuamka mapema. Mimi kwa mfano siku nyingi nilishasahau kuamka saa 12. Hata nani yangu ilisha, labda niwe nimechoka sana. Kama leo nilikuwa nimechoka misa ya jana, kwa hiyo nimepitiliza, lakini karibu na nusu ndio nimeamka saa 11. Lakini saa 11 tayari kuanza sala ya rozari, baadaye unafuatisha sala nyingine. Hapo utasimama imara. Usipokuwa mtu wa sala, wa kujitolea, utashindwa. Tuwaombee hawa mafrateli wetu, muda kidogo wanaweka kiapo cha kuseja, waweze kuyashika hayo ambayo wamefundishwa na siku ya leo ambayo ninawakumbusha. Tumsifu Yesu Kristo.